Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza, ambapo hapa tunaleta mada mbalimbali kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali ya kijamii kwa mustakabali wa taifa letu. Jina langu ni Holiness Mbise, lakini kwa siku ya leo pia ninaye mgeni ambaye yeye ni Amos Kamukulu, ambaye ni mwanasheria lakini pia ni operation manager, na anajishughulisha na masuala mbalimbali nje ya kile alichokisomea. Mada ya leo ni namna ya kutengeneza ajira kwenye ujuzi binafsi na kujihakikishia mafanikio. Namna ya kutengeneza ajira kwenye ujuzi binafsi na kujihakikishia mafanikio. Karibu sana. Bwana Amos, karibu sana. Asante sana. Ni mwanasheria, ni operation manager, ni mshereheshaji, Ndio. mtengeneza maudhui, lakini pia mkufunzi wa vijana. Bila kabisa. shaka. Natamani kujua kwamba kwa sasa unajishughulisha na nini haswa? Una kazi nyingi hizi, lakini umekuwa ukifanya kazi ambazo hazihusiani na sheria ambacho ndicho umekisomea? Kwa sehemu kubwa sana ninafanya kazi ambazo sijazisomea, kwa maana ya sehemu ambayo nimeajiriwa kwa sasa ni kwa kiasi kikubwa sana nafanya kazi nje na taaluma yangu. Ingawaje kwa kiasi fulani zipo kazi za kisheria ambazo nazifanya katika ofisi nafanya kazi, lakini sehemu kubwa ya maisha yangu huko nyuma nimefanya kazi ambazo sijazisomea, hasa zinazohusiana na ujuzi wa ziada na zinazotokana na vipaji vyangu binafsi. Na nikukumbushe mtazamaji wa Mlimani TV kwamba mada ya leo ni namna ya kutengeneza ajira kwenye ujuzi binafsi na kujihakikishia mafanikio. Na leo tuko na kijana ambaye yeye alisomea wanasheria, lakini anafanya kile ambacho kiko nje kabisa ya kile alichokisomea, ikiwa kazi anayofanya inatoka kwenye ujuzi binafsi. Na ni changamoto gani ambazo unakumbana nazo katika kazi hii, ukizingatia kwamba sicho ambacho umekisomea? Naweza nisiziite changamoto moja kwa moja, kwa sababu inategemea na mtazamo wa mhusika pia, kwamba unachokifanya unakipenda. Kama unakipenda, maana huwezi ukaona kama ni changamoto. Kwa ujumla, vitu ambavyo navifanya kwa sehemu kubwa ni vitu ambavyo moja nina ujuzi navyo, lakini pili ni passion yangu, ni vitu ambavyo navipenda. Kwa kama unakipenda obviously hauwezi kuona changamoto. Badala yake unakuwa na motisha ya kujiboresha zaidi, unaweza kufanya vizuri zaidi. Na mpaka kuamua kufanya kazi ambazo ni za ujuzi binafsi, ni changamoto ilitokea hapo katikati au ni wewe hukutaka tu kufanya ajira ya serikali? Kwa kiasi kikubwa ni changamoto ya ajira. Na kwa bahati nzuri nilipata fursa ya kufahamu uhalisia wa maisha ya nchi nyingi za Kiafrika kwa sasa. Kwa wahitimu wengi wanaohitimu vyuo, nilipata ufahamu mapema nikiwa bado chuoni. Nikajua kwamba sasa hivi nchi nyingi za Kiafrika zina changamoto ya ajira. Na kutokana na hilo lazima mtu awe amejiandaa kikamilifu kukabiliana na maisha baada ya kuhitimu. Kwa nikiwa chuoni nilijitahidi sana kujihusisha na extracurricular activities tunahitaji kwa Kiswahili, lakini kupata ujuzi wa ziada nje ya taaluma, ili niweze kuwa kwenye nafasi ya kuingia kwenye ushindani wa ajira nitakapokuwa nimehitimu. Kwa hiyo kuna baadhi ya biashara nilianza kufanya nikiwa chuo, lakini at the same time nilianza kutafuta watu wa kunifundisha. Nilianza kuwa na macoach ambao walianza kunitrain kwenye vitu mbalimbali. Moja ya ujuzi ambao nilijifunza nikiwa chuo ni ujuzi wa mauzo. Kwa hiyo nikawa najifunza vitu vya namna hiyo. Lakini kwa ujumla hata nilipohitimu chuo sikuweza kuingia kwenye mfumo rasmi wa ajira mapema. Kwa hiyo nilijikuta naanza kufanya kazi za mauzo, kazi za marketing. Kwa hiyo nikajikuta ni eneo ambalo nimeendelea kukua siku baada ya siku. Na ikawa imenisaidia pia kutatua changamoto ya ajira kwa kiasi hicho. Kwa kiasi kikubwa kilichonituma naingia kwenye kufanya kazi ambazo hazifanani na taaluma yangu kwa kiasi kikubwa ni uhalisia wa soko la ajira. Lakini pia unajihusisha na kutoa mafunzo kwa vijana. Yes. Mafunzo yanahusiana na nini? Sana mimi nimefocus na vijana, hasa wasomi walioko vyuoni, kwa sababu nimepitia changamoto hizo, nimezishuhudia. Kwa hiyo nina shauku ya kuhakikisha kwamba wanafunzi walioko vyuoni ambao wanaingia vyuoni na matarajio makubwa, wanaingia vyuoni na picha kubwa, wanatarajia wamalize, waajiriwe, wawe watu fulani. Lakini wakimaliza vyuo pengine ulimwengu unawashangaza, wanakuwa hawajajiandaa na hilo. Kwa mara nyingi nimekuwa natoa mafunzo ambayo yanahusiana na
na namna ya kuaddress changamoto za ajira baada ya kuhitimu, na mara nyingi nakuwa nafanya online na magrupu kadhaa ya WhatsApp ambao nafundisha wanafunzi, na program inaitwa Campus Plus ambao mara nyingi wanafundisha natoa tips za kuwasaidia katika namna ya kuweza kuajiriwa au kujiajiri. Kwa hiyo kwenye eneo la kuajiriwa mara nyingi natoa guidance, labda masuala ya namna ya kuandika CV, namna ya kuapproach interview, namna ya kutengeneza connection za kazi, namna ya kuweza kuexplore fursa mbalimbali za kuajiriwa. Kwenye upande wa kujiajiri ndio wanaangalia mtu unawezaje kutumia kipaji chako ama ujuzi wako wa ziada kuweza kubuni fursa zako binafsi. Yeah. Na mwitikio wa mafunzo haya kwa vijana wenyewe upoje? Of course naweza nikasema ni 50-50. Sio wote ambao wanaonesha mwitikio. Pengine wakisha kutana na uhalisia ndio watakumbuka kwamba mafunzo ni muhimu pia, mafunzo kama hayo au vitu kama hivyo vya ziada ni muhimu. Lakini unakuwa hauridhishi sana, lakini pia sio kwamba una discourage sana. Kuna watu ambao wanaweza kawa na jicho la tatu la kuweza kugundua kwamba pamoja na kwamba ninasoma, lakini kuna vitu hivi ninatakiwa nivijue, vinaweza vikanisaidia, kwa sababu kuna vitu vingine hautajifunza darasani. Hamna mtu atakuja kufundisha time management darasani. Hamna mtu ataweza kufundisha interpersonal skills. Hamna mtu atakufundisha, kwa baadhi ya watu wajifunze hata hizo communication skills. Kwa ni vitu ambavyo unatakiwa vielewe, kwa sababu hata ukiingia kwenye ulimwengu wa kuajiriwa ni vitu ambavyo vina mata sana, ni practical sana. Kuhusiana na watu, kusimamia muda wako, kuwa na nidhamu binafsi, kuweka malengo, ni vitu muhimu sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mtu hatavipata darasani, lakini mwisho wa siku vinahitajika kwenye maisha yawe ya kuajiriwa au ya kujiajiri. Kwa hiyo pamoja na kama mwitikio sio mkubwa sana, lakini wapo wachache ambao wanaweza wakatambua na wakaona kwamba hii ni fursa ya kuweza kujidevelop zaidi. Yeah. Na kwa siku zimepita hapa nyuma tumetoka kusikia kauli ya Waziri Mkuu akiwa anasema wanafunzi wa ngazi zote wanaomaliza darasa la 7, form 4, form 6 pamoja na vyuo vikuu pia wanaruhusiwa kwenda VETA kwa ajili ya kupata ujuzi zaidi wa kivitendo. Yeah. Na suala hili kuna kama baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu wamekuwa wakilichukulia negative. Lakini kwa mimi nilivyoelewa ni kwamba ujuzi wa kivitendo ni muhimu kwenye jamii licha ya kwamba mtu kusubiri ajira ya serikali. Wewe unaizungumziaje kauli hii kwamba ni lazima wanafunzi kweli waende VETA au kuna namna nyingine ya kupata mafunzo ya vitendo? Okay. Kwanza nimechukulia kauli hii positive sana. Nimechukulia kwa mtazamo chanya. Na ni changamoto ambayo ni nzuri. Kuna changamoto mbaya, lakini kuna changamoto ambazo ni nzuri. Kwa sababu kiuhalisia sio tu Afrika, nadhani hata duniani kote hamna nchi ambayo ina uwezo wa kuajiri watu wa 100% wahitimu. Changamoto ya ajira haiko Tanzania peke yake, imeshazikumba nchi nyingi duniani. Kwa hiyo kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kauli ambayo ni nzuri, kwa maana kwamba nimeichukua kwa mtazamo chanya. Ila ninachoweza kusema ni kwamba sio lazima watu wote waende VETA. Yeah, kuna sehemu mbalimbali ambazo wanaweza wakapata ujuzi wa ziada na wakaweza kujiajiri. Kwa VETA ni sehemu ambapo inatoa ujuzi wa ufundi, ustadi wa ufundi, na watu wanafanya vitu kwa vitendo, lakini kuna taaluma zingine ambazo yamkini mtu hatozipata darasani kwenye mfumo wa kawaida wa elimu, lakini bado zinaweza zikamsaidia. Okay, VETA hawafundishi MC, VETA hawafundishi uandishi wa vitabu, hawafundishi voice over, hawafundishi vitu vya namna hiyo, lakini kuna ujuzi wa ziada ambao mtu anaweza kupata nje ya VETA pia. Kwa hiyo kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni nzuri, lakini pia tuna uwanda mpana wa kuweza kuangalia sehemu zingine pia za kuweza kupata ujuzi wa vitendo ama kuweza kujifunza vitu vya ziada ambavyo vinaweza vikatusaidia nje ya taaluma zetu. Yeah. Unafikiri kuna umuhimu wa vijana kushiriki makongamano mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika? Yeah, kuna umuhimu mkubwa sana. Kwa sababu katika makongamano ni sehemu ambayo unaweza kuona ulimwengu wa ajira kwa uhalisia, kwa sababu ni sehemu ambapo unakutana na watu ambao wako kwenye mifumo ya ajira, aidha wamejiajiri au wameajiriwa. Ni sehemu ambapo itakupa connection za watu. Unaweza kukutana na watu mbalimbali ambao mwisho wa siku hao watu wanaweza wakawa waajiri wako ama wanaweza wakawa partners
wanaweza wakawa investors baadaye, wanaweza wakawa ni wateja wako. Kwa hiyo hizi forums au makongamano kadha wa kadha yanayojitokeza au mikusanyiko ya kijamii na kiuchumi inayojitokeza ni muhimu sana. Mimi binafsi nimewahi kukutana na mtu ambaye sitataka kumtaja jina, lakini nilikutana na mtu mara moja sehemu fulani. Aliposikia tu nazungumza akaniambia, ninaona kama vile una kipaji cha utangazaji. Alafu miaka miwili baadaye yule mtu akafungua media, na nilikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuitwa kufanya kazi na ile media kama mtangazaji. Kwa hiyo unaweza kugundua kama ni siku moja tu tulikutana tukafahamiana, lakini akaweza kubaini kitu ndani yangu, na tokea pale tukaconnect. Na moja ya kazi ambazo nimewahi kufanya huko nyuma ni kwa sababu nilifanya sio kwa sababu nina taaluma. Mimi sijasomea masuala ya utangazaji wala uandishi wa habari, lakini nilikutana na mtu na akaweza kuona potential yangu na akanipa kazi. Kwa unachotaka kusema ni kwamba katika hii mkusanyiko mbalimbali ya kijamii, ya kijasiriamali na nini, inakupa fursa sio tu ya kujifunza, lakini pia kuweza kukutana na watu ambao hawa watu kesho na kesho kutwa wanaweza kuwa destiny helpers kwako. Wanaweza kuwa ni watu ambao watakushika mkono kwenye biashara, watakushika mkono kwenye kuendeleza career yako kwa ujumla. Kwa hiyo ni jambo la muhimu, japokuwa vijana wengi wanajifungia sana kwenye masomo. Hawazioni hizo kuwa na umuhimu. Hawazioni sana kuwa na umuhimu kwao. Kwa hiyo unakuta mtu alivyotoka Kigoma akafika UDSM pale, basi yeye ni maisha yake ni darasani, ni cafeteria, ni room. Hawajichanganyi kuweza kuexplore fursa mbalimbali. Kwa hiyo ni changamoto pia, lakini ni fursa za muhimu kuweza kuziconsider. Yeah. Na unafikiri serikali inapaswa kufanya nini kuwasaidia vijana katika nyakati hizi ambazo ni kweli kwamba kuna changamoto ya ajira, na wengine wanasema hata kwenda huko VETA pia inahitaji hela? Kwamba unafikiri serikali ifanye jitihada gani kwa ajili ya kupunguza changamoto hizi? Nafikiri la kwanza, mifumo yetu lazima iwe wazi kwa sasa. Mifumo ya elimu, tumekuwa na mifumo ambayo inawaaminisha watu kumaliza masomo na wakaajiriwa. Tangu hiyo hiyo imeanza zamani sana. Tangu pengine hata tuseme mababu zetu wanajua hivyo. Wakati mtu unajiandaa kuingia chuo kikuu, wazazi tayari walishakuwa na matarajio kwamba unakwenda kumaliza chuo, utaajiriwa na utakuja kuwasaidia. Na hiyo imeathiri mpaka hata kwenye namna ya uchaguzi wa taaluma za kusomea. Yaani mpaka inafika hatua wazazi wanakupangia. Kwa cha kwanza, lazima serikali itengeneze mazingira ambayo vijana wa kizazi hiki wanaoingia vioni na vyuo vikuu wasome wakiwa wanatambua kwamba suluhisho la ajira sio kila wanachokisomea tu. Chuo kikuu ama chuo akipo kwa lengo tu la kumwandaa mtu kuajiriwa. Chuo kikuu kipo kwa ajili ya kumtengeneza mtu kupanuka kimawazo na kuweza kuja na suluhisho la mambo mbalimbali. Kwa cha kwanza ni hicho. Mifumo yetu iwe wazi na iweze kuwasaidia watu kuwa na uelewa mpana wa masuala ya ajira. Lakini jambo la pili nafikiri ni kuweka mazingira rafiki na mazingira wezeshi. Kwamba huyu mtu hata kama ameamua sasa kuingia kwenye mapambano ya kujiajiri, akutane na mazingira ambayo ni supportive, mazingira rafiki yanaweza yakamsaidia kuajiriwa. Of course nafahamu serikali imekuwa inafanya jitihada mbalimbali, kwa mfano kutoa mitaji kwa vikundi. Na mimi niliwahi kufuatilia hizo fursa kipindi fulani, lakini nikakwama mahali fulani. Na nafikiri ni kwa sababu ya procedure ambazo zinawekwa wakati mwingine zinaweza zisiwe rafiki. Mimi naweza nikawa na wazo langu la biashara sasa hivi, lakini nikaja kukushirikisha wewe, pengine lisikuingia haraka kichwani. Alafu ninaingia huko kwenye mifumo, naambiwa lazima muwe watu kuanzia watu labda 10. Sasa watu 10 uje wapate watu wote wenye wazo sawa na ambao wanaweza wakashirikiana wakalifanya wazo hilo, sio kitu chepesi. Kwa pengine kuna haja ya kuweza kureview au kupitia upya sera zinazohusika na kuwasaidia vijana kwenye kujiajiri, ionekane ni kwa namna gani wanaweza wakarahisisha michakato hata ya kupata mitaji kwa vijana. Na ikiwezekana pia hata kwenye mifumo ya elimu kuna haja ya kuanzisha somo la ujasiriamali kama somo la lazima. Nafikiri kwenye course nyingi tunasoma communication skills kama moja ya somo la lazima kwenye taaluma nyingi. Sasa nafikiri hata ujasiriamali kuna haja pia ya kuliweka kama somo la lazima
kwenye kozi mbalimbali ambazo wanafunzi wanasoma vyuoni. Nafikiri kuna namna fulani inaweza ikapunguza maumivu. Yeah. Na natambua kwamba vijana wengi watakuwa wana ujuzi binafsi au wana idea mbalimbali ambazo hawajui ni kwa namna gani wanaweza kuzihamisha kutoka kwenye mawazo kwenda kwenye vitendo kwa ajili ya kuwatengenezea mafanikio. Pengine ungetupa baadhi au ungetuambia kwamba kuna ujuzi huu, maana kuna mtu ni mwimbaji lakini hajui ni kwa namna gani uimbaji umtengenezee mafanikio katika sekta hiyo. Mtu mwingine anajua kuchora, pengine anaishia tu kuchora picha za nyumbani. Ungetuambia labda pengine ni hatua gani mtu apitie au ni namna gani ya kuendeleza ujuzi binafsi? Huwa kuna kanuni moja huwa naitumia, na katika moja ya makala zangu nimewahi kuandika kitu. Inasema anzia ulipo, tumia ulicho nacho, nafanya unachoweza. Anzia ulipo, tumia ulicho nacho, nafanya unachoweza. Nikiwa na maana hii, kila sehemu ama kila ujuzi ulionao kuna sehemu ya kuanzia. Na mara nyingi tunapozungumzia masuala ya kujiajiri, wazo linalomjia mtu kwa haraka kichwani ni mtaji, tena wa kifedha. Na watu wanasahau kwamba tuna mitaji aina nyingi. Hata ujuzi tu ni mtaji. Wakati mwingine hata smartphone kama hii inaweza ikawa mtaji kwenye wazo fulani. Nataka nitoe mfano ambao ni mwepesi. Nimeandika kitabu kinaitwa A New Graduate in Town, nilikilaunch mwaka 2019. Wakati namaliza chuo nilikuwa sina laptop. Na nilipopata wazo la kuandika hicho kitabu, kikwazo cha kwanza kilichonijia haraka ilikuwa ni kwamba nitapata wapi laptop ya kutumia ili niweze kuandika script za kitabu changu. Lakini baadaye nikagundua naweza nikatumia smartphone. Nikawa naandika ile ya mawazo yakinijia na type kwenye smartphone. Kwa hiyo siku nikipata laptop, nachukua zile content kwenye smartphone na hamishia kwenye computer, then naweza kupangilia vizuri. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba ningesubiri nipate computer ama laptop kwa ajili ya kufanya hiyo kazi, ina maana hiyo kazi ingenichukua muda mrefu na pengine nisingeweza kulaunch hicho kitabu mwaka 2019. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba always there is a point to start. Kuna mahali pa kuanzia. Kwenye tasnia ya MC, nakumbuka wakati naanza safari ya MC, ninafanya MC kwenye birthday za watu. Mtu ana birthday yake, anaomba tu niweze kumoderate tukio lake. Ameandaa tu tukio kadogo, ananiomba niweze kumoderate, kusherehesha. Kwa nilianza hivyo, na watu wakawa wanaendelea kunitambua. Wanaona kumbe mtu anaweza kufanya MC. Sasa kutokea pale nakumbuka fursa yangu ya kwanza ya kufanya MC wa kulipwa, aliniita rafiki yangu alikuwa naoa, mtu wa Singida, akaniita. Kwa hiyo nikatokea Dar es Salaam nikasafiri kwenda Singida. Hilo lilikuwa ni bonge la advertisement. Kwa sababu watu wanaona mtu anasafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Singida kufanya MC. Wakaona kumbe yeye ameshajiweza. Tunaweza tukampa kazi. Kwa hiyo from there nakumbuka ilikuwa mwaka 2018 nafikiri. Kwa kutokea pale mimi ndo nikaanza kupata tenda za MC. Lakini nimeanza nafanya MC kwenye birthday za watu, kwenye graduation, wakati mwingine silipwi chochote. Kwa hiyo kinachomata ni kwamba fanya kitu chochote ambacho kwanza anzia ulipo, maana kila ambacho unacho unaweza ukaanza nacho kwenye hatua hiyo ndogo. Usidharau mwanzo mdogo. Lakini pili, tumia ulicho nacho. Una kitu gani kwa wakati huu ambacho kinaweza kukufanya wewe utambulike sokoni au uweze kupata nafasi. Na fanya unachoweza. Usitake kujilinganisha na watu wa aina fulani. Mimi kwa wakati ule nisingeweza kujilinganisha na MC Garabi ama Anthony Luvanda. No. Unajiangalia wewe ukoje, unafanya kwa kiwango chako. Kuna hizo standard pengine utafikia hivyo viwango, lakini kwa wakati huo nafanya ninachoweza. Kwa hiyo ni namna ambayo inaweza ikamsaidia mtu kuweza kucreate ajira yake binafsi. Na wakati unafanya hivyo, ndivyo ambavyo unaendelea kupata nafasi, watu wanaanza kukufahamu. Ndivyo ambavyo unajibrand, ndivyo ambavyo unaendelea kutengeneza network. Ndivyo ambavyo watainuka watu ambao wanaweza wakaja kusupport hata mawazo ulionayo. Kwa nafikiri hiyo inaweza ikasaidia. Kijana, anza ulipo, tumia ulicho nacho, lakini pia fanya unachoweza, usijilinganishe. Labda neno la mwisho kabla ya kuhitimisha, kwamba unawashauri nini vijana? Kwa sasa naweza nikamwambia vijana wote hasa ambao wako vioni ama wamehitimu hivi karibuni.
neno fupi tu, washtuke. Washtuke kwa maana ya kwamba swala la kutimiza ndoto yako ni wajibu wako binafsi. Kabisa. Sijawahi kusikia mtu anaishtaki serikali kwamba imeshindwa kumsaidia kutimiza ndoto zake binafsi. Sijawahi kusikia mtu anaishtaki familia kwamba imeshindwa kumtimizia ndoto zake. Kwa hiyo mwisho wa siku, malengo yako, ndoto yako isipotimia ni kwa hasara yako mwenyewe. Kwa cha kwanza, washtuke. Tuache kulalamika. Hakutatusaidia. Sana sana tujilaumu sisi kwa kutoshtuka. Okay? Kwa unachoweza kushauri ni kwamba kuajiliwa kumekuwa finyu, lakini kazi ni nyingi. Kwa hiyo tubadilishe mtazamo, kwa sababu shida pia inaweza ikawa inaanzia kwenye mtazamo. Mtu anapowaza ajira, ukianza kuona ajira, ukaanza kutengeneza picha ya kuwa kwenye ofisi, umekaa kwenye kiti cha kuzunguka, umekaa kwenye kiyoyozi, pengine unaanza kuona unafuatwa nyumbani na gari. Okay, ukianza kuwa na picha namna hiyo, obviously utaona kujiajiri ni kugumu. Lakini ukielewa ajira kwa maana ya kazi halali inayompa mtu kipato, kazi yoyote ile halali ambayo inampa mtu kipato, hiyo itakusaidia kufanya kazi yoyote ambayo unaona hii ni kazi yangu halali na inaweza ikanipa kipato. Kwa hiyo ukishabadilisha mtazamo, itakusaidia hata kuweza kufanya vitu ambavyo wakati mwingine ulikuwa huoni kama unaweza kuvifanya. Na uwezi jua, wakati mwingine unaweza ukafanya kazi moja leo ambayo wakati mwingine hujaipenda, lakini as long as inakupa kipato cha kuweza kufanya uishi hapa mjini, hiyo ni kazi heshima. Na sio lazima iwe permanent. Kuna wakati unaweza ikatokea fursa ambayo sasa unaipenda na ikaweza ikakusaidia zaidi. Kwa hiyo tubadilishe mtazamo na tushtuke. Yeah. Kwenye mitandao ya kijamii pengine ungetuambia tunakupataje, lakini pia na vijana tunaohitaji mafunzo tunakupataje? Yeah, kwenye mitandao ya kijamii, Facebook natambulika kama Amos Kamukulu, Instagram MC Kamukulu, LinkedIn Amos Kamukulu. Of course, hiyo ndio mitandao ambayo naitumia sana. TikTok sijaenda, lakini sana sana ni Instagram, Facebook na LinkedIn. Kwa maana kwa mtandao wa kitaaluma wa LinkedIn napatikana hivyo. Na kama mtu ananihitaji pia naweza nikatoa namba yangu ya simu ambayo ni 0769 263 980. 0769 263 980. Hiyo ni namba yangu ya WhatsApp ambapo mtu akinitext na akahitaji ushauri au mwongozo kwenye jambo fulani, niko available na naweza nikampa utaratibu. Yeah. Nikushukuru sana Bwana Amos Kamukulu. Karibu sana. Nashukuru sana. Na kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza. Tunahitimisha hivyo. Jina langu ni Holiness Mbise. Nilikuwa na mgeni Amos Kamukulu, ambapo mada mezani ilikuwa ni namna ya kujenga ajira katika ujuzi binafsi na kupata mafanikio. Asante na wakati mwema.